Naitwa Maalim Sharif, ni mkazi wa hapa pia Nakuru. Kwanza zaidi sana sisi wito wetu kama Waislamu na wakereketwa wa nchi yetu ya Kenya, tunaipenda nchi yetu na tunapenda pia wenzetu wananchi wa Kenya. Katika vuguvugu hili la siasa tunavyokwenda, kwanza tungependa kuhubiri amani. Amani ni kitu kizuri sana. Tuheshimu nchi yetu ya Kenya na tuheshimu wananchi wa Kenya. Siasa zetu zisiwe ni siasa za matusi, zisiwe ni siasa za chuki, zisiwe ni siasa za vita na kuleta matatizo katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo ndio wito wetu wa kwanza. Alafu wito wetu wa pili, katika kuchagua viongozi, kweli tungependa sana kuchagua viongozi ambao si wafisadi. Hata Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'ani, inna Allaha la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu hapendi watu ambao wanafanya ufisadi na ubadhilifu na kuharibu ile sifa ya uongozi, kwa sababu uongozi unatokana na Mwenyezi Mungu. Yeye ndio anayeumba, kama nilivyotangulia kusema ile aya. Yeye ndio anaumba na yeye ndio anachagua. Na endapo kutatokea ufisadi, sio upendo wa Wakenya. Wakenya wangependa kupata kiongozi ambaye kiongozi ambaye ni kiongozi mwadilifu, ambaye sio mbaguzi, kiongozi ambaye angewahudumia Wakenya pasi na kujali dini zao wala kabila zao. Hiyo ndio nia ya Wakenya. Lakini kwa bahati mbaya wale tunawachagua hatujui yale yanayokuwa ndani ya roho zao ama wana mipango gani. Sasa wakati wanaingia kule, tunaona wanabadilika na wanakuwa na mwenendo tofauti na yale malengo ambayo walikuwa wakiyasema wao na matarajio ya Wakenya. Naitwa Sheikh Elias Mugalo Panyako. Wazazi wanatakana tuongeleshe watoto na tuweze kuelekeza watoto na sana sana katika imani ya dini. Wawe ni watoto wa Kikristo ama ni watoto wa Kiislamu, wote wanatakana wawe katika imani yao, wawe wanafanya nini? Wanaelekezwa. Kwa sababu hii visa ambavyo kwa tunaona vya watoto hivi vya kuharibu shule na kadhalika, ni kwa sababu ya ile imani, maadili yameshuka chini. Lakini wazazi tukishikamana na viongozi, tutakuwa ni wenye kufaulu katika hali ya kuelekeza watoto wetu inshallah.